بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. baada ya kumhimidi Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena katika usiku huu, usiku wa Jumamosi wa tarehe 28 katika mwezi wa Shaaban mwaka 1445, ikiwa sawa na tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, ikiwa ni siku ya 7 tangu kuanza kwa semina yetu hii ya mafunzo ya dini ya Kiislamu, semina ya 4 ya wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania ya mwaka huu wa 2024, inayofanyika hapa katika Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, Pongwe, Tanga. Semina yenye kauli mbiu inayosema taw'iyatu shababi aljami'ati ala mas'uliyati ta'allum alislam as-sahih wa nashrihi, kujenga ufahamu kwa vijana wa vyuo vikuu juu ya jukumu la kuusoma Uislamu sahihi na kuueneza. Kwanza kabisa niwapongeze kwa kushiriki kwenu tangu siku ya mwanzo mlipoingia hapa mpaka leo, na bado tukiwa na siku nyingine 2 kabla ya kumaliza semina yetu hii na kuagana. Mimi nafahamu kuwa mikusanyiko kama hii
inahitaji azma ya dhati kabisa na uvumilivu mkubwa ili kufikia malengo, na alhamdulillah nyinyi mmefanya hivyo, na tunatarajia kuwa malengo yatafikiwa kwa kiwango kikubwa kabisa insha Allahu taala. Na kama inavyofahamika, tushawahi kusomewa hapa kuwa mtu anayefahamu thamani anachokitafuta basi anadharau yale anayoyatoa katika kukitafuta hicho anachokitafuta. Tuliwahi kusomewa beiti za Ibn al-Wardi, faman ya'rif al-matluba yahqir ma badhal, na yule anayefahamu kile kinachotafutwa basi anadharau kile alichokitoa. Katika muda huu tuna ratiba ya muhadhara ambao unwani yake inasema asbabu linhirafi alfikri inda alshabab, asbabu alinhirafi alfikri inda alshabab, sababu za kukengeuka au kwenda kombo au kupinda kifikra kwa vijana. Kwa nini tuzungumze mada hii kwenu nyinyi tena katika semina hii? Zipo sababu za msingi sana za umuhimu wa kuzungumza maudhui hii kwa vijana wa Kiislamu kwa ujumla, lakini pia kwa vijana wa vyuo vikuu kwa umaalumu na upekee. Miongoni mwa sababu hizo, ya kwanza, kama tunavyofahamu, ujana ni rika muhimu sana katika umri wa mwanadamu. Katika umri wote wa mwanadamu, umri wa ujana huzingatiwa kuwa muhimu zaidi kuliko umri mwingine, kwa sababu ya mambo maalumu yanayopatikana katika umri huu kinyume na umri mwingine. Kipindi cha ujana kinajipambanua kwa wingi wa sifa na vipawa. Sasa kama umri huu hautazingatiwa na ukapita bila ya kutumika vizuri, yale mambo mahsusi nayo yatapita bila ya kuleta matunda, na hivyo itakuwa ni hasara kwa kijana mwenyewe, kwa familia yake na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa mambo mahsusi ambayo yanapatikana katika umri wa ujana ni nguvu, quwwa. Katika kipindi cha ujana na ubarobaro, mwili wa mwanadamu hufikia katika kilele cha kukomaa na kukamilika, na huchukua lile umbile lake halisi, na nguvu zake hukamilika, kadhalika kimo chake pia hutimia. Na faida za nguvu hazijifichi kwa yoyote katika sisi wanadamu. Kila mtu anajua nini maana ya nguvu na faida yake. Kuthibitisha kuwa katika umri huu kuna nguvu ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani, katika suratu Rum aya ya 54, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Allah amekuumbeni
Yeye ndiyo aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha akajalia nguvu baada ya udhaifu, kisha akajalia baada ya nguvu akajalia udhaifu na ukongwe, yani uzee. Allah anaumba atakavyo, naye ndiyo mjuzi mwenye kuweza kila jambo. Kwa hiyo ujana ni nguvu iliyopo baina ya udhaifu wa aina mbili, udhaifu wa utoto na udhaifu wa uzee. Kadhalika katika mambo mahsusi yanayopatikana katika ujana ni afya, na mnajua nyinyi faida za neema hii ya afya katika maisha ya mwanadamu. Lakini pia katika ujana kuna akili iliyochangamka, na anaweza kuwa anaelewa vitu kwa haraka, na kuhifadhi pia kunakuwa ni kuzuri na ni kukubwa zaidi katika wakati huu wa ujana, kutokana na yale mambo maalumu, mambo mahsusi yanayopatikana katika umri huu wa ujana. Kinyume na umri mwingine, umri huu wa ujana huwa una matunda. Kwa mfano, katika matunda yake ni uwezo wa kutenda kazi kuliko umri mwingine. Pia katika matunda yake kwamba katika wakati wa ujana kunakuwa na matumaini na matarajio makubwa kuliko katika wakati mwingine. Kijana anaweza kuwa vyovyote vile anavyotaka, hata kama kuwa hivyo ni ngumu, lakini ule umri unampa matumaini. Kijana akikwambia, bwana, mimi nitakuwa rais wa hii nchi, usimkatalie, kuna uwezekano huo. Au akikwambia, mimi nataka kuwa mwana wa chuoni mkubwa kabisa, wewe huwezi kucheka, kwa sababu ni wakati wa matumaini na anaweza kuyafikia. Au akikwambia, mimi nataka kuwa mwanataaluma fulani, mimi niweze kurusha ndege, wewe huwezi kucheka, kwa sababu anaweza kuwa hivyo. Anaweza kuwa vyovyote katika mambo yanayowezekana, tofauti na mtu mzima ambaye ana miaka 70, 80, akikwambia, bwana, mimi nataka kusoma mpaka nirushe ndege, unaweza ukamcheka kwa sababu ya ule utu uzima wake. Utu uzima huu unaweza kumfanya kweli akatimiza haya matumaini yake na matarajio yake, lakini si kwa kijana. Kwa hiyo hii ni katika sababu zinazotupelekea sisi tuzungumze maudhui hii. Sababu ya pili inayotusababisha sisi tuzungumze maudhui hii ni kwamba wakati tulionao, fikra na mielekeo imekuwa mingi sana. Fikra na mielekeo katika wakati wa sasa imekuwa mingi sana. Hii ni miongoni mwa sababu zinazoleta umuhimu wa kuzungumza maudhui hii. Tunafahamu sisi kuwa baada ya kukamilika dini yetu hii ya Uislamu na kutimizwa neema hii kwa mwanadamu kwa kuletwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Uislamu kuenezwa katika pembe za dunia hii na masahaba zake baada yake, basi haukupita muda mrefu kukatokea alinhiraf, kukengeuka, kukatokea kwenda kombo na kupinda na kuiacha njia iliyonyooka aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kutekelezwa na masahaba zake. Kukengeuka huku kulianza kidogo kidogo katika mambo machache, lakini kadri siku zinavyosonga kwenda kombo kuliongezeka na kukaleta balaa kubwa katika umma wa Kiislamu, tafaruku na kumwaga damu. Jambo ambalo linatupa faraja sisi ni kwamba vile vyanzo vya asili ambavyo tukishikamana navyo basi hatutakengeuka. Vyanzo hivyo vipo vile vile katika asili yake,
na havikubadilishwa. Jambo hili linatupa faraja kwamba pamoja na mielekeo mingi, pamoja na fikra nyingi, pamoja na kukengeuka ambako watu walikengeuka muda mfupi tu baada ya kuondoka watu wema wale waliotangulia karne 3 bora, pamoja na hayo, lakini vyanzo vya asili vinavyoturudisha katika usawa vipo sawa, havijaguswa. Lakini pia katika kitu kingine kinachotupa faraja, kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitueleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huleta mtu mwenye kujaddidi Uislamu katika kila miaka 100. Watu wengine wanaharibu imma kwa kujua au kutojua, wengine wanaharibu kwa kukusudia au kutokusudia, kukapatikana kukengeuka na kuiacha njia sahihi, yakaingizwa mambo yasiyokuwemo mpaka utata ukazuka. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anamleta mtu kuwarudisha katika usawa na Uislamu ulio sahihi. Mifano iko mingi, lakini unaweza ukauchukua mfano wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Katika wakati wake, jinsi watu wake walivyokuwa wamekengeuka na wakashika mambo yasiyo sahihi, wakajiingiza katika mambo ya shirki, wakaiacha tauhid, wakaadhimisha na kuabudu makaburi, wakaadhimisha na kuabudu makaburi. Tena mambo haya yakiungwa mkono na wale watu wanaoonekana kuwa ni wasomi katika ile jamii ya Kiislamu. Ukiitathmini kazi yake aliyoifanya mwanachuoni huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, basi hutakuwa na shaka kuwa katika miaka 100 ya wakati wake yeye shekhe huyu ndio alikuwa mujaddid wa Uislamu. Jambo hili sisi linatupa faraja. Nataka kuthibitisha ya kuwa kadri siku zinavyokwenda, basi kukengeuka kunakuwa kukubwa, na mpaka sasa hivi ukiangalia zama zetu utaona mielekeo imekuwa mingi, mitazamo imekuwa mingi, fikra zimekuwa nyingi, ikhtilafu zimekuwa nyingi, mkanganyiko katika umma wa Kiislamu umekuwa mkubwa kabisa. Jambo hili linatufanya tuweke umuhimu wa kuzungumza suala la kurudi katika usawa na usahihi, ili watu waondoke katika mielekeo hiyo na fikra hizo, kama ilivyo katika wakati wetu wa sasa. Sababu ya tatu na ya mwisho inayotusukuma tuizungumze maudhui hii ni kwamba vijana ndio wahanga wakubwa kabisa katika kila mabadiliko. Hii ni sababu nyingine inayoonesha umuhimu wa sisi kuzungumza maudhui hii, kwamba rika la vijana ndiyo rika lililo katika hatari ya kuingia katika kila mabadiliko, yawe mazuri au mabaya. Kama ikiletwa fikra mpya, basi wapokezi wake wa mwanzo kabisa watakuwa vijana. Huwezi kuona kuna fikra mpya imekuja halafu washabiki wake wengi ni wazee. Wazee kwa kawaida wanakuwa reluctant, wanasita katika kulifanya jambo lolote ambalo ni jipya lililo nje ya kawaida yao, huwa wanasita kidogo na kutafakari. Ila vijana siku zote ndio wa mwanzo. Kama kutaingia mavazi mapya, basi vijana utawakuta ndio washabiki wa mavazi hayo. Kama kutaingia msemo mpya, basi vijana ndio utakuta wako mwanzo kuutumia msemo huo, na kadhalika kila jambo. Kwa sababu hii, hata katika mambo mazuri pia vijana ndio walikuwa wa mwanzo kabisa kuyaunga mkono. Ndio utakuta wafuasi wengi wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni vijana. Kwa hiyo ni muhimu
vijana wa Kiislamu wapate maelekezo kila wakati, ili muda wote wabakie katika usawa na wasikengeuke kufuata mabadiliko mabaya. Kadhalika, suala la kuwarudisha vijana katika usawa ni suala endelevu la kila siku, kwa sababu kila siku yanakuja mambo mapya, inakuja mielekeo mpya, inakuja mitazamo mipya, wanakuja vijana wapya wenye tabia mpya na sifa mpya. Na nyinyi mnafahamu kuwa hawa watu wa masala ya demografi maana yake ni nini? Demografi ni somo ambalo linazungumza kuhusu takwimu ya idadi ya watu, ukubwa wao, muundo wao na ubadilikaji wao kutokana na kizazi na kifo. Demografi. Hawa watu wanagawa vizazi katika kipindi cha miaka 15 mpaka miaka 20, na ndio wanasema kuwa kipindi cha miaka 15 mpaka miaka 20 kinatosha kuibadilisha jamii, kuitoa kwenye mtazamo mmoja kuipeleka kwenye mtazamo mwingine, kwa sababu kizazi kinakuwa kimeshahama, kimeshasogea mbele. Kwa hawa watu wa demografi wamevigawanya vizazi kwa umri, na hili kwa kiasi kikubwa limefanywa na watu wa magharibi huku. Kile kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1928 mpaka mwaka 1945, kizazi kile wanakiita silent generation. Nyuma pia kuna jina lake, na vizazi huko nyuma vina jina lake, wamevipa majina. Kwa hiyo kizazi hiki kilichozaliwa mwaka 1928 mpaka mwaka 1945, kizazi hiki wanakiita silent generation au wanakiita traditionalist generation. Na katika nchi za magharibi wakifanya sensa wenyewe huwa wanaeleza kwamba labda silent generation katika sensa yetu hii wako watu wangapi, au tunao idadi fulani. Kwa mfano, Marekani kwa mwaka 2019 wao wanasema walikuwa wana silent generation takriban milioni 23, yaani watu waliozaliwa mwaka 1928 mpaka 1945, katika population yao wako milioni 23. Na kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1946 mpaka mwaka 1964, hawa wanaoita boomers. Boom, mnajua boom? Watu wa chuo nyinyi mnajua boom limetoka bwana, boom. Fuatilieni mjue kwa nini wameitwa boomers. Na kile kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1965 mpaka mwaka 1980, kizazi hiki wanakiita generation X, na ndio kizazi cha kwanza walichokipa ufupisho wa alfabeti. Hizi sio aya wala hadithi, tunaizungumza ile hali halisi tu ya wanataaluma hii, hasa huko katika nchi za magharibi huko, sababu kuna kitu nakitaka kukisema. Na kile kizazi kilichozaliwa mwaka 1981 mpaka mwaka 1995 wanakiita millennials. Mwaka 1981 mpaka mwaka 1995. Na kile kizazi kilichozaliwa mwaka 1996 mpaka mwaka 2010, na wengine wanakwenda mpaka mwaka 2012, kizazi hiki wanakiita generation Z.
na wale waliozaliwa mwaka 2012 mpaka mwaka 2028 haujafika. Waliozaliwa kutoka mwaka 2012 mpaka mwaka 2028, kizazi hiki wanakiita generation alpha. Na hawa generation alpha wengi ni watoto wa millennials. Wengi wanakuwa ni watoto wa wale watu waliozaliwa mwaka 1981 mpaka 96, na wengine ni watoto wa generation X, wale waliozaliwa mwaka 1965 mpaka 80, ambao wanaendelea kuzaa pamoja na kuwa washakuwa watu wazima, sababu kuna watu wanaendelea kuzaa. Kama sisi Waislamu, sisi tunazaa, wale wenzetu kule kuna umri ukifika hawazai tena. Jambo muhimu sana, jambo muhimu ambalo nyinyi wanafunzi mlijue, na kama Watanzania mlijue, jambo muhimu ambalo mnatakiwa kulifahamu ni kuwa 71% ya Watanzania wote ni generation Z na generation alpha. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini nikisema hivi? Maana yake ni kwamba 71% ya Watanzania wamezaliwa kutoka mwaka 1995 kwenda juu, 71%. Ngoja tujaribu hapa msikitini hapa, tujaribu kwa nyinyi vijana mliohudhuria semina na watu wengine waliokuwa hapa msikitini, sababu msikiti umejaa alhamdulillah. Tuone kama takwimu hizi zinazotolewa na mamlaka zetu zinaakisi uhalisia au la. Japo sampo hii haiwezi kuwa sababu ya kusema haziakisi uhalisia, hapana, sababu katika utafiti jambo haliendi hivyo. Hebu wale waliozaliwa mwaka 1996 kwenda juu wanyooshe mkono. Sione tabu, nyoosheni mkono tu wote. Mwaka 1996 kwenda juu. 1996. Wewe umezaliwa mwaka gani ustazi? Watu waliozaliwa mwaka 1996 au tuanze 95. Mwaka 1995 alafu wakaenda juu, yani sio kuja 94, sio kuja 93, sio kuja 92, 95 kwenda 96, 97, 98, 99, 2000. Wote wanyooshe, wote wanyooshe mikono iwe juu kabisa. Mbona sioni? Wazee mnaona Tena wewe umezaliwa mwaka gani wewe? Mbona wewe unyooshi wewe? Hebu jirani yako ambaye hajaelewa, kuna wengine hawajaelewa. Nyosheni tumsichoke. Kuna wengine hawajaelewa. Ustadhi hapo mbona kainama wewe? Wewe umezaliwa mwaka gani? Mwaka 2000 unyoshi mkono bwana. Mtu wa 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2000 mpaka huko juu 2010 kitu. Nyote nyosheni mikono. Wazee vipi mkiangalia 71% inafika haifiki? Wengine hawajanyosha, hawajaelewa. Wewe shehe vipi? Mbona wewe unyoshi? Wewe mbona unyoshi? Wewe ustadhi uko mbona unyoshi? Shusheni. Hiyo ndiyo hali halisi. Sasa msije mkaona nyinyi watu wazima mko wengi. 29% tu ya Watanzania ndio wamezaliwa 95 kuja chini. Unaweza kusema 71% hawakuwahi kusikia utawala wa mzee Ruksa, mzee Mwinyi. Inawapa tafsiri gani hali hii? Inaonesha kwamba vijana na watoto wadogo wako wengi sana. Hivyo basi ni muhimu kwa sisi walimu, mashekhe na walezi wote
kujua tabia mahsusi za marika haya, kadhalika kujua sifa mpya mpya zinazoambatana na umri wao, ili ulezi wetu ulete matunda. Lakini pia kujua huko kutatusaidia kuwarudisha katika mstari pindi vijana hawa watakapokuwa wanakengeuka, kwa kuwa tutakuwa tunafahamu mazingira yao, kadhalika tutakuwa tunafahamu sababu za kukengeuka kwao na tabia zao. Jambo hili pia husaidia kujua kuwa wakati jambo fulani likitokea, kizazi fulani kilikuwa na umri gani, au kizazi hiki kilikuwa na umri. Kwa mfano, tuweza kusema wakati da'wa salafia ikitangazwa, Generation Z ilikuwa na umri gani, mkubwa wao alikuwa na umri gani na mdogo wao alikuwa na umri gani. Kwa hiyo unaangalia ilitangazwa mwaka gani na hawa wanazaliwa kuanzia mwaka gani. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kujua kumbe asilimia kadhaa ya Generation Z haina ufahamu kabisa kuhusu da'wa salafia. Kwa hiyo kuna haja wafikishiwe, lakini watafikishiwa kwa njia gani? Watafikishiwa kwa njia hii na njia hii na njia hii, kutokana na sifa zao, tabia zao, pia kutumia vifaa vyao. Maana hatuwezi kubakia hapo hapo wakati watu wanabadilika na mambo yanabadilika. Miongoni mwa sifa za Generation Z na Generation Alpha, ambao nadhani hata 80% ya watu waliohudhuria msikitini humu ni wao, na ni 1% kubwa ya nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu mliokuja kuhudhuria semina hii. Katika sifa zao, ambao wakati mwingine wanaitwa zoomers, kuzoom, si mnajua kuzoom hawa pia wanaitwa zoomers, jina lao la utani, kwamba wao wakati wa kuja kwao duniani ndio kulikuwa kuna hizi digital tools kama smartphone, kulikuwa kuna internet, kuna hizi social media nyingi zimeanza kipindi hiki, japo kuna baadhi ya vitu vilianza nyuma kidogo na wale watu wa millennials pia walivipata.